Asante. Mwanasheria mkuu wa serikali, dakika 10. Jiandae mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nichukue fursa hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika hotuba ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Nitumie nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini pia vile nichukue nafasi hii kumpongeza kwa uongozi wake mzuri. Nichukue nafasi hii pia kumpongeza Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, lakini pia vile kumshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu, Spika wa Bunge, wewe mwenyewe Naibu Spika, kumshukuru Waziri Mkuu, mawaziri, lakini na Waziri wa Katiba na Sheria pamoja na Naibu Waziri na Katibu Mkuu na uongozi wote wa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwa kazi nzuri ambayo wanayoifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kuchangia kwa baadhi ya wabunge ambao walitoa maoni yao. Kwanza nianze na Mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha ambaye alizungumzia suala la majadiliano ya mikataba kuchukua muda mrefu. Niseme kwa yakini kabisa, kwa asilimia kubwa ya mikataba ambayo taifa hili tunajadili inachukua muda ambao ni muafaka na wa kawaida ndani ya misingi ile ya majadiliano. Lakini ni kweli ipo mikataba michache ambayo imechukua muda mrefu kama alivyoitaja. Lakini niseme kwamba mikataba mikubwa na ya kimkakati kwa kawaida inachukua muda mrefu kwa sababu mbalimbali. Kwanza, ile complexity ya regime ya mambo ambayo mnayajadili. Kwanza unazungumzia technical issues, unazungumzia business case yenyewe, unazungumzia legal regime, unazungumzia investment regime, unazungumzia tax regime, unazungumzia liability regime, lakini unataka kuangalia security regime na mambo mengine including pecuniary issues. Kwa hivyo basi ni kawaida sana majadiliano ya mikataba mikubwa kama hii kuchukua muda mrefu. Nitoe mifano duniani ya mikataba ambayo pia imechukua muda mrefu. Kwanza, Gopskovo na Jimarov project. Huu ni mradi wa kujenga bwawa la umeme ambapo majadiliano kati ya Hungary na Czechoslovakia ilichukua miaka 20 kwa sababu ya complexity ya maeneo hayo ambayo niliyoyataja. Kwa hiyo ilikuwa ni kuanzia mwaka 1949, kuanzia mwaka 1900 miaka 20, kuanzia mwaka 1950 mpaka mwaka 1977 walipomaliza. Lakini majadiliano kati ya Marekani na Canada juu ya ujenzi wa bwawa la umeme katika mto Columbia yamechukua miaka 49. Kwa nini? Kwa sababu ya complexities ya issues, na kila upande unataka kuvutia kwenye maslahi yake, kuangalia maeneo yote yale ambayo nimeyataja. Lakini nchi za Ulaya tu, majadiliano ya matumizi ya Riverine kule Ulaya yametumia raundi ya kwanza miaka 17 mpaka walivyokuja kuconclude. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, ni watoe wasiwasi, ni kawaida hasa katika miradi mikubwa kama hii yenye complexities of regime ambayo kila upande inataka kuhakikisha kwamba wakimaliza wanatoka na mkataba mzuri. Kwa hiyo mkataba wa LNG hali kadhalika, lakini na mkataba wa Liganga na Mchuchuma hali kadhalika ina involve complexities of regime. Tunataka kuangalia mambo mengi, tunataka itakapokamilika uwe mkataba ambao una maslahi kwa taifa hili, lakini kwa upande mwingine wanataka uwe na maslahi kwao. Kwa hiyo ni kawaida sana kwa mikataba hii kuchukua muda mrefu. Mheshimiwa Spika, nizungumzie suala la usikilizwaji wa mashauri kwa njia ya mtandao.
Na hapa nasikitika sana, hasa naposikia kauli za baadhi ya watu wengine wanasheria wakisema kwamba suala hili ni uvunjwaji wa sheria na katiba. Inasikitisha sana, na nadhani kwa kweli wito wangu tuache kufanya hivyo, kwa sababu sisi katika sekta ya sheria tulisema taifa hili linasonga mbele na kusapoti ukuaji wa uchumi. Tuliamua kwa maksudi kama taifa tu embrace technology, na sisi katika sekta ya sheria tutafanya hivyo, tuta embrace TEHAMA. Kwa hiyo ku embrace TEHAMA ni jambo la muhimu na ni la msingi kwa maendeleo ya taifa lolote. Kwa hiyo hata katika sekta ya sheria tulisema hatutakaa nyuma katika eneo hilo. Kwa hivyo basi, katika sheria ya usimamizi wa haki na matumizi ya sheria, yani Judicature and Application of Laws Act, sura ya 358, kupitia kifungu cha 4 tuliamua kwa maksudi kabisa kama taifa kutengeneza kanuni za usikilizwaji wa mashauri kielektroniki nje ya mahakama. Ni swala la kisheria, na asitokee mtu akasema kwamba hili swala sio la kisheria. Huo ni uongo na upotoshaji. Ni swala la kisheria. Na kwa nini tulifanya hivyo? Kwa sababu yapo mazingira mbalimbali ambayo kama taifa tuliyabaini na tuliyaona kwamba tunapokwenda huku mbele lazima tuwe tuje na utaratibu ambao tunaweza kuembrace TEHAMA katika utoaji wa haki, katika usimamizi wa haki na matumizi ya sheria. Kwa hiyo katika kanuni zile za mwaka 2021, yani hizo nilizosema, kanuni za usikilizwaji wa mashauri kielektroniki nje ya mahakama, yani Judicature and Application of Laws, Remote Proceedings and Electronic Recordings, kifungu cha 4 nitakisoma na nitajaribu kukitafsiri. Tunasema kwamba the court may on its own motion or an application by a party allow proceedings to be conducted remotely. On its own motion maana yake ni kwamba mahakama itaasesi mazingira yaliyopo siku hiyo na kuona kwamba tuisikilizeje shauri hili, na hasa kama kuna mazingira katika mitandao na social media zinarushwa habari za ajabu ajabu zingine na za kutisha, kwa sababu mahakama jukumu lake sio tu shauri, lakini na kuhakikisha na huko wananchi wengine waendelee na shughuli zao, shughuli za kiuchumi ziendelee, watu waendelee na shughuli zao. Sio shauri linasikilizwa na kila kitu kimefungwa, barabara zimefungwa, haiwezekani. Kwa hiyo mahakama ikiasesi mazingira inaweza kaamua, na ni kwa mujibu wa sheria, na kifungu kile kimeweka utaratibu na methods za namna ya kusikiliza shauri kwa njia ya mtandao nje ya mahakama. Na kifungu cha 5 sasa kinaweka zile procedures. Ukifuatilia kilichotokea tarehe 24, procedures zile zilikuwa properly followed. Sasa huyu mtu anayetokea anasema kwamba kuna uvunjifu wa sheria. Sheria zipi? Sheria si ndio hii? Hii ndio sheria. Na mimi ninayezungumza hapa ndio mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo watu waache upotoshaji. Unaweza kuwa na malengo yako, lakini sio kwa kupotosha na kusema kwamba sheria za nchi zinavunjwa. Hapana. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nilisema nitumie fursa hii kulizungumzia hili jambo, kwamba swala hili ni kwa mujibu wa sheria, na hata siku nyingine yoyote mahakama itaasesi tu mazingira na kuona isikilize wazi au isikilize kwa njia ya kimtandao nje ya mahakama. Kwa hiyo niwasihi sana wananchi na wanasheria wenzangu wanaojaribu kupotosha waache kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo unasababisha taharuki na kufanya wananchi waone kwamba serikali yao inaendesha mambo kwa nje ya sheria, na jambo ambalo sio kweli. Mahakama haiwezi kaamka tu asubuhi ikasema wanasikiliza kwa njia ya mtandao. Hapana, ni kwa mujibu wa
kwa mujibu wa sheria. Lakini pia vilevile nichukue nafasi hii kumpongeza mchangiaji Mheshimiwa Salome Makamba kwa uchangiaji mzuri na wa kiufundi, na amechangia ndani ya sheria. Amechambua vizuri kuanzia katiba, kuanzia sheria na mpaka ilivyoteremka kwenye kanuni za maadili. Kwa hiyo nampongeza sana. Wanasheria wa namna hii tunawapongeza sana wanapokuwa wanachangia vitu ndani ya sheria. Lakini Mheshimiwa Zahoro Mohamed Haji, tunakushukuru kwa michango yako, lakini niseme tu kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sio tu kusubiri bajeti. Kuna vitu vingi tunaweza kuvifanya kwa mazingira tulionayo, na ushauri wa kisheria tutaendelea kuutoa. Kwa hivyo, kwa mfano tu nikupe kwa mwaka huu tunaomaliza, tumetenga kiasi cha kutosha sana katika mafunzo, lakini kuna mafunzo mengine tunayafanya wenyewe bila kuhitaji fedha, na jambo hilo tutaendelea kulifanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nichukue nafasi hii tena kumpongeza waziri wetu kwa uongozi wake mzuri, pamoja na naibu waziri, katibu mkuu, lakini na viongozi wote katika sekta ya sheria. Nimshukuru naibu mwanasheria mkuu wa serikali na mwandishi mkuu wa sheria kwa kazi nzuri wanayoifanya na wanavyonisaidia. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru sana kamati ya Bunge ya Katiba na Sheria, lakini na wabunge wote ambao tumekuwa tukifanya kazi pamoja, na niwashukuru wabunge wote ambao wamechangia leo kwa michango yao mizuri ambayo inalenga kuboresha sekta ya sheria kwa ujumla. Niwaombe wabunge mtuunge mkono kupitisha bajeti hii ili tuweze kwenda kuyatekeleza yale yote yaliyoelezwa na Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria katika hotuba yake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taadhima, naunga mkono hoja. Asante.